Haya yalikuwa mapigo 10 ya Misri, adhabu iliyomwangukia Farao kwa sababu aliamini yeye ni Mungu. Ilianza na mto Nile ambao ghafla uligeuka kuwa mwekundu kama damu. Kila chanzo cha maji kiliharibika. Farao alijua huu ulikuwa onyo kutoka juu, lakini kiburi chake kilimfanya awe mgumu. Aliwaamuru wachawi wake kurekebisha kila kitu, lakini hakuna kilichofanya kazi. Samaki walikufa na kuelea juu ya maji. Mateso yalizidi kuwa mabaya zaidi. Kabla watu hawajapona, pigo la pili lilitokea. Mamilioni ya vyura walitoka majini na kufunika nchi. Walijaa mitaani, waliingia majumbani, hata walijaza jumba la Farao. Kisha likaja pigo la tatu. Chawa na mbu walienea kila mahali. Wadudu wadogo waliuma na kuwatesa watu wote. Baada ya hapo, vyura waliokufa walianza kuodha. Harufu mbaya ilienea kila mahali na kuleta pigo la 4. Makundi ya nzi wa kijani walifunika Misri yote. Walitua kwenye chakula wakieneza uchafu. Kisha yakaja mapigo ya 5 na 6. Magonjwa ya ajabu, majipu yenye maumivu yalifunika miili ya watu na maelfu ya wanyama walikufa kwa wakati mmoja. Lakini bado haikuisha. Pigo la 7 lilifika. Dhoruba kali yenye mvua ya mawe ilinyesha. Majengo yaliharibiwa, watu walikimbia kuokoa maisha yao. Siku iliyofuata, pigo la 8 lilikuja. Kundi kubwa la nzige lilifunika nchi, walikula mazao na miti. Ndani ya dakika chache, chakula chote kilitoweka. Hata baada ya yote haya, Farao hakubadilika. Alikuwa mkali zaidi, akiwalazimisha watu kufanya kazi mchana na usiku. Kwa sababu ya kiburi chake, mapigo ya 9 na 10 yalikuja. Giza lilifunika nchi kwa siku 3 mfululizo. Na mwisho kabisa, pigo baya zaidi. Katika kila nyumba, mzaliwa wa kwanza alikufa, hata mwana wa Farao mwenyewe. Usiku huo, vilio vilisikika kutoka kila nyumba. Na swali linabaki, je, viongozi kama Farao bado wapo?